ni hii, ni immersing ama submerging ama dipping. Kwa Kiswahili ni kuzamisha kwa maji, kuzamisha kwa maji. Tuko pamoja? Hayo ndiyo majina ambayo yametumika kutoka kwa Kiingereza. Kutoka sasa hapo naenda kwa hatua ya pili ambayo inasema hivi: kuna wale ambao wamesomea Biblia ambao tunawaita hawa wanaitwa theologists ama theologian. Zamani nilikuwa shule, kwa hivyo saa zingine mnanisaidia. Wanaitwa theologian ama theologist, yoyote ile, lakini mumefahamu. Hawa nao wakaingia kwa hayo masomo, kwa zile tafsiri, wakaja na tafsiri yao ingine ambao ni kando na ile ambao ilikuwa pale. Wakasema ya kwamba badala ya lile jambo la kusubmerge, kuweka ndani ya kuzamisha kwa maji, kuna uwezekano hata kumwagia maji ama kuosha ama kupitisha chini ya bendera. Hiyo yote inaweza kuwa ni ubatizo. Shalom, tuko kwa pamoja? Kwa hivyo theologian nao wakaongezea jambo lingine ambalo lilikuwa ni zaidi na yale ya mwanzo. Shalom, unajua ya kwamba kitabu cha Yohana 8 mstari wa 40 kinasema namna gani? Kinasema hivi, hata kama hatutasoma tunajua ya kwamba kinasema shetani tangu mwanzo ni muongo na ni baba ya wao. Kwa hivyo uongo umeingia, badala ya kule kusubmerge ama kuzamisha kwa maji, ikasemekana ati hata kumwagia maji bado ni jambo, ni ubatizo. Sasa ubatizo ukaanza kubadilika hivyo. Katika somo langu nimeliweka kwa maswali, na swali la kwanza sasa lauliza hivi: who commanded the baptism? Nani aliamrisha ubatizo? Jawabu lenye nimeweka mahali pale ni hivi: our heavenly Father, Baba wetu wa mbinguni ndiye aliamrisha ubatizo. Najiuliza swali hili, to whom, ni kwa nani aliamrisha huo ubatizo? Jawabu ni Abraham. Abraham ndiye mtu wa kwanza kufanyiwa ubatizo. Swali lingine, how or in what manner, ni kwa njia gani huu ubatizo ulianza? Umesikia kwamba ni Abraham, na ni kwa njia gani uliendelea? Swali la tatu, prayer, na huu ubatizo ulikuwa namna gani? Sijui kama tungelikuwa na mtu mmoja wa kutusomea kwa haraka, atusomee kitabu cha Mwanzo 17:9 hadi 11. Wasomaji ambao wanasoma haraka haraka, ningependelea mmoja atusomee kile kitabu. Hatutasoma vitabu vyote, lakini tutaenda tu tukivitaja. Lakini hicho ningetaka, kwa sababu ndicho cha kutangulia, tuweze tukasoma. Genesis 17:9-11, the first baptism and how it was introduced. Wasomi wako wapi? Ndugu Waweru, soma. Yawe akamwambia Abrahamu, wewe ulioshika agano langu wewe na uzao wako
na vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanaume, hapo ndipo nataka tushikilie. Endelea. Kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Shalom. Kwa hivyo ubatizo wa kwanza ambao ulikuwa introduce ulikuwa ni kufanyiwa tohara. Na ni nani alifanyiwa? Ni Abraham. Abraham anasimamia male, yeye na vizazi vyake vyote. Kwa hivyo ubatizo wa kwanza ulikuwa swali la kwanza ambalo tunalijibu, la kwanza tunalijibu ni how and in what manner. It was circumcision. Ubatizo wa kwanza ulikuwa njia hiyo ya kufanyiwa nini? Na tumesikia ya kwamba ati huu ubatizo ulikuwa ni kwa all male. Kwa hivyo haukuwa ufanyiwe kwa kina nani? Kwa kina dada. Shalom. Tuko pamoja? Endelea. Malizia. Atiuta hapo, weka sauti juu kidogo. Your foreskin. Shalom. Kidogo shikilia hapo. Your foreskin. Kwa hivyo kulikuwa na jambo moja baba yetu alisema ati ni your foreskin. Tuko pamoja? Unaweza wachia hapo. Lakini tumeshapata kuelewa ni nani aliamrisha hiyo ubatizo na ni akina nani walikuwa wafanyiwe huo ubatizo na ni wapi walikuwa wafanyiwe na ilikuwa ni jinsi gani. Naenda kwa swali hilo lingine ambalo anaenda kwa maelezo ambayo anasema hivi: it is an initiation moving from one step to another. Ni initiation zote, wengi wetu ni wale tumeenda kwa shule, si ndio? Na tunajua maana ya initiation ni kutoka kwa hatua moja hadi nyingi. Hivyo ndivyo ilifanyika, na huo ndio ulikuwa ubatizo wa kwanza. Katika hizi initiations kumekuwa na mambo tofauti, kama vile tumesema shetani ni muongo tangu ile ilisemekana ati ni ya wanaume peke yake. Muigizo wa mambo ukaingizwa. Ule muigizo wa mambo ambao uliletwa baadaye ulisema nini? Kuna mambo yameigizwa kwa hiyo circumcision. Kumeletwa jambo lingine ambalo nasikia wazungu wakiliita inaitwa namna gani? Inaitwa female genital. Hiyo imeletwa, ni jambo tumelisikia kwa maandiko, lakini limeigizwa, na hii ikaletwa ati kwa kina wanadada wawe wakifanyiwa nao hiyo ni tohara ya kina dada, sio? Ni muigizo. Haya, kuna ile habari ambayo tumeambiwa ya kwamba ilikuwa ni foreskin. Shalom. Lakini kuna miigizo mingine unakuta ati ya kwamba watu wamefanyiwa tohara na katika tohara yao wametolewa Umesikia hivyo? Si kuna watu wanafanyiwa hivyo? Kuna wengine marafiki zangu wanakaa pande hii ambao wanatobolewa wapi? Na wanawekwa kifuniko wapi? Ili iwe ya kutemea mate, wanatoa alafu wanatemea Shalom. Hiyo ni aina ya tohara. Hizo zote ni baba wetu alizileta, ama ni watu wenyewe wamejibunia?
Kwa hivyo tufuatane na ile ya baba wetu na ile alibu. So nataka kusema nini? Hizo ni they are satanic copyrights. Satanic copyright ni miigizo ya kisheta. Ukisikia mtu ati amefanyiwa tohara na ametobolewa wapi? Ukisikia mwingine ametolewa meno, hiyo yote si ile baba wetu alifanya nini? Alikuwa amesema. Swali la pili ambalo nimejiuliza kwa hii topic, motive of this, sababu ya yani motives of this, hii tohara maana yake ilikuwa ya haja gani ama ilikuwa ya maana gani? Shalom. Kila jambo unalolifanya katika maisha yako unastahili kufikiria maana yake itakuwa ya manufaa gani katika maisha. Kwa hivyo ni lazima kulikuwa na maana. Maana ya hii unaweza kuisoma katika kitabu cha Ezekieli 44 mstari wa 9. Kuna vitabu vingi ambazo tunaweza kusoma, lakini nimekiweka kitabu hicho ambacho nabii huyo Ezekieli alinena na akasema hivi. Ilikuwa ya maana gani? Maana ya kwanza ilikuwa ni hii: for health reasons. Sababu ya hiyo kutolewa hiyo ngozi ambayo tumeambiwa foreskin ilikuwa for health reasons. Shalom. Tuko pamoja ama hatuko pamoja? Niliambia ati ya kwamba hili darasa ni la watu ambao ni watu wakubwa. Hiyo ndio lugha. Kwa hivyo sisi hatutajali tukiongea mambo mengi. Hatutakuwa kama wale watoto wadogo wako wapi? Kule wa hiyo miaka mingi. Kwa hivyo sitauliza, lakini si tunajua tu vizuri. Si tumefanyiwa hizo tohara. Na si tumesikia wengine akina asichana na hao wengine wote. Wakati tunasoma biolojia, si tumefundishwa mambo mengi kuhusiana na hiyo foreskin. Ni watu gani ambao wanasambaza ukimwi zaidi duniani? Kama ningeuliza hiyo. The uncircumcised. Ni wale hawajafanyiwa nini? Hawajafanyiwa hiyo tohara. Hawa ndio wanaisambaza kwa njia ile ya juu sana. Kama hukushika hilo, mimi nilisoma na nilisikia hivyo kwa shule. Shalom. Kwa hivyo wakati baba aliiweka mahali pale, alikuwa na wazo fulani ama alikuwa na nia fulani ya kuiweka mahali pa. Kwa hivyo ndio nikaandika hapo, it was there, iliwekwa kwa foreskin for health reasons. Shalom. Tuko pamoja? Jambo lingine la pili, heart for spiritual reasons. Ezekieli anaendelea kusema ilikuwa tena tohara iwe ya moyo kwa sababu ya mambo ya kiroho. Kwa hivyo kuna mambo mawili ambayo tunaweza kusema motive of this. Sababu za hii ilikuwa ni for health reasons na hiyo nyingine ikawa ni for spiritual reasons. Kwa hivyo tohara hiyo ya kimwili ilikuwa na haja hizo mbili. Naenda kwa jambo hilo lingine. Nasema hivi, without it not allowed in sanctuary. Bila ya hiyo watu wale wakara wana wa Israeli hawakuwa nakubalika kwa kusanyiko. Haungakubaliwa kwenda kwa kusanyiko kama wewe ni kehe ama wewe ni nyeta. Haikuwa inakubalika. Shalom. Kwa hivyo ilikuwa na maana spiritually. Are you seeing? Unaona haja yake? Haungekubaliwa kwenda kwa kusanyiko kama wewe una hiyo mambo. Ilikuwa ni uwe na roho safi spiritually na uwe pia health wise uko sawa. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa wana wa Israeli. Sasa naenda sehemu ya pili ambayo inasema hivi. Leo hii today's baptism
Hiyo ni ya kale, tumeona vile ilikuwa ikiendelea. Na leo hii ubatizo uko namna gani? Ama tunaweza sema namna gani? In today's baptism, nimeandika hapo true circumcision. Ile ilikuwa ikifanywa kimwili, na kwa sasa hivi tunaita true circumcision. Ile ni haki na haina dosari yoyote. Kwa hivyo nikaita true circumcision. Jambo moja ambalo nimeweka mahali pale, nimesema acceptance in assembly. Wakati ule ulikuwa ukubaliwa kwenda kwa kusanyiko. Wakati wa Ezekieli alisema hivyo, watu wangekubaliwa kama hawajafanyiwa nini, hiyo tohara. Wakati huu wa leo inakuwa ni true acceptance ama acceptance in assembly. Ukishafanyiwa ubatizo siku hii ya leo, unakuwa member, you become a member. Jambo lingine, heavenly registration. Heavenly registration. Jambo la tatu, true identity. Mambo haya matatu ni ya muhimu sana kwetu katika maisha ya kimesia. Hebu niseme hivi, ni nani atakubali kuwa mweka hazina, ama ni nani who will trust you kama wewe haujabatizwa kwa kusanyiko? Shalom. Ni nani atakukubali? Kwa hivyo si mnaona kuna jambo linafanywa katika kila kusanyiko, na natumai sio kwetu tu, lakini ni kwa kila kusanyiko. Kama umeshabatizwa kwa mipango yoyote ya kusanyiko, wewe unakubalika kwa sababu you are a member. Na niwaambie hivi, kama umekubalika, kama unajikuta kwa mipango ya watu wa kusanyiko, unajikuta kwa mipango ya kusanyiko na wewe haujabatizwa, hiyo ni kinyume, sio haki. Jambo hilo lingine, heavenly registration. Wakati tulikuja hapa, ama tumetoka wapi? Tumetoka pale, si tumefanya registration? Ni sababu gani tunafanya registration? Si ni njia ya kukutambua. Maandiko inasema ya kwamba mtu mmoja akiamini, hata malaika mbinguni wanafurahi, wanasherehekea kwa sababu umekuwa registered. Kwa hivyo kubatizwa unakuwa na hiyo registration hata mbinguni kwa Baba wetu. Shalom. Nani wangependa kutokuwa registered? Tuinue mikono mwenye hangependelea kuwa registered mbinguni. Shalom. Ni wangapi wetu hawajabatizwa hapa? Tusiinue mikono, wale wamebatizwa tuinue. Sasa shida ni hata yule amebatizwa ni kana kwamba anaogopa, anainua hivi. Hiyo ni sawa. Unainua mkono, hata pengine unainua miwili hivi, kuonyesha kweli una uhakika mimi nimekuwa registered. Shalom. Ni jambo la kufurahia. Kama malaika wakiwa mbinguni wanafurahia na wewe mwenyewe haufurahii, hii ni sawa? Shalom. Hii ni sawa? Kwa hivyo nikasema kama haujakuwa registered, register yourself as per from the next minute. Sawa sawa? Ndugu Waweru wako hapa? Hapa kuna Mtoni. Nani wa hapa? Tutafanya practicals. Tuko kwa lab. Na lab sasa Mtoni ndio utakuwa nini? Na nyinyi ndio mtakuwa nini? Operators. Ni vizuri kwa sababu mnanikumbusha. Nyinyi ndio mtakuwa operators na hao wengine watakuwa nini? Kuendesha hilo to be registered. Hauwezi kuwa registered kama haujakufanya nini? Shalom.
Haya, jambo hilo lingine nimeliweka namna gani? True identity, hiyo kwa uhakika umekuwa registered kati ya kwa wokovu. Kuna hatua nyingi ambazo tunazipitia, na katika hizo hatua moja ni hii la zoezi hili la ubatizo, kati ya hizo hatua zingine, na hili ni la muhimu sana, kwa sababu tumesikia hapo ndipo unajiandikisha jina lako kwa kitabu cha uzima. Kuna hayo maneno ambayo tunayasoma katika kitabu cha Ufunuo, ati ya kwamba kutakuwa na vitabu ambazo zitafunguliwa. Wale ambao waliwekwa kwa ile registration baya wasomwe na wawekwe kwa upande wa kushoto. Shalom. Najua zote tungependa tuwe katika mkono wa kushoto wa kulia. Shalom, sikia, nasema mkono wa kushoto, mnasema tuko pamoja. Kuna ule mchezo ulikuwa wanasema ati kuku aruke, zile za kukura, kuku aruke, alafu chura aruke, unakuta watu wote ni sawa kweli? Tujue tuko wapi. Shalom. Tuko kwa hilo title la Today's Baptism or True Circumcision. Naendelea kusema kwa swali hilo lingine la tatu ambalo linauliza hivi: who should be baptized? Who are eligible to this? Ni akina nani wanastahili kubatizwa? Shalom. Hebu nisikie kutoka nyuma. Wewe macho ine. Mwingine kona ile, wewe ambao unaangalia ukuta, unaendelea kuangalia ukuta, nikikwambia unaangalia ukuta. Shalom. Ni akina nani wanastahili kubatizwa? Haya, mwingine amesema wenye wametubu, mwingine akasema ni kutubu na kuamini, naona ni vitu sawa. Kwa hivyo kwangu ama kwa lesson yangu nimeiandika namna hii: all of us, kila mtu angependa kuwa registered kwa bingu. Ni kweli ama si kweli? Ama watoto wadogo hawa wangetaka hawastahili kuwa registered kwa kile kitabu cha uzima? Kwa nini tukasema ni wale ambao ni above 20? Ni nyinyi ama ni ile hali ya kujipendelea? Shalom. Kila mtu si angependa kuwa registered katika kile kitabu cha uzima? Kwa hivyo nikaandika kwa jawabu yangu ati ni all elders, wale ambao ni wachanga na wale ambao ni wamezeeka, wote wanastahili ubatizo. But nikasema hivi, between 1 year to 19 years hawa huwa wanafanyiwa nini? Si wanawekelewa mikono? Hiyo ndiyo njia moja ya kuwapatia ile identity ama registration katika nini? Katika kile kitabu cha uzima. Hawa watoto wadogo hatutaenda kuwaweka kwa maji, lakini tunawapa baraka kupitia mikono ya shua. Kuna vitabu vingi ambazo nimeandika hapo, lakini hizo ni za hawa wakati tunaenda kwa hiyo darasa tunaenda kwa sababu hawa ndio wanastahili kuwa na hiyo registration kupitia mikono. Kuna vitabu vingi. Naendelea. Above 19 years, hand laying expires. Miaka 19 ikipita, mikono inakosa nini? Kutokea hapo kupeleka wapi? Hebu tuulizane. Ukishafika miaka 18, kulingana na nchi yetu ama katiba ya nchi yetu inasema nini? Shalom.
nataka tuwe kwa pamoja na tuwe sisi wenyewe. Be yourself. Ukiwa na miaka 18 katika nchi yetu, unastahili kuwa na nini? Na kitambulisho. Unastahili kuwa na kitambulisho, na ni hatia kutokuwa na kitambulisho, ni hatia. Kwa hivyo naye maandiko kutoka miaka 19 ukianza mwaka wa 20 kama vile tulivyo kuendelea mbele, wewe hauhesabiwi kwa wale watoto. Maandiko kuna hizo ambazo zimeandikwa hapo, sijui kama tumeandikiwa hizo za hiyo nyingine ambazo ni Numbers, kutoka Numbers, na hizo vitabu zingine ambazo zimeandikwa hapo zinaonyesha ya kwamba huyo mtu alikuwa na uwezo wa kwenda vitani. Leo hii niwaulize nyinyi ambao sisi ambao tuko hapa hivi, tuna uwezo wa kwenda vitani? 20 years and above. Vita ikitokea pale, utakaa kwa nyumba na akina mama? Vijana mtakaa hivyo? Ndivyo inakuwa. Sijuzi nimeona kwa TV naitwa Masai Mara, inaitwa Mara inaitwa namna gani huku pande hiyo ya Kiligori? Nani wametoka Kiligori si hapa? Mara si nimeona vijana ambao wanaenda kufurugana na hawa wengine. Ni kwa sababu wamefika kiwango cha miaka 20 na kuendelea. Hawezi kaa kwa nyumba wakati vita inavyofanya nini, inavyoendelea. Hivyo ndivyo hata baba alikuwa ameamurisha ya kwamba yule mtu ambaye amefika miaka 20 na kuendelea, huyo ana uwezo wa kujituma. Shalom. Je, nyinyi ambao sisi ambao tuko hapa hivi, tunategemea wazazi wetu kwa kila jambo? Ndio mwingine, hebu simama. Haya, eketi tu, lakini nimekuona. Ni makosa kubwa sana kama wewe umefika miaka 20 na bado unakaa kwa unategemea mama akupe kila kitu. Hata wembe wa kuchonga kucha hawezi ukanunua shilingi 5. Unategemea muza. Maandiko kuruhusu ufanye hivyo. Unastahili kuwa unajitegemea. Shalom. Unastahili kujitegemea. Kwa hivyo maandiko ikasema kutoka hapa kuendelea mbele, wewe ni mtu wa kujituma. Kwa lugha ya kisasa nasikia wakisema ati wewe ni mtu unastahili kuwa ujitume. Jambo lingine, wewe ambao umefika miaka 19, you can make your own decision. Sawa sawa? You can make your own decision. Wewe mwenyewe una mambo ambayo unastahili kujifanyia wewe mwenyewe. Shalom. Kuolewa, unangojea mzazi wako akwambie sasa wewe tafuta anaitwa mchumba? Shalom. Utangojea hivyo ufika miaka 20 bado wasichana. Unangojea mama baba zenu ama wazazi wenu waambie eti tokeni mwende mkatafute mabwana. You expect that? Haya, vijana ambao mko hapa hivi, mnakaa tu. Unangojea ati mzee akwambie kora kasichana anakaa vizuri. You expect that? Kwa hivyo you can make your own decision from 20 and above. Uko na nafasi na ruhusa ya kufanya nini? Uamuzi mwenyewe. Shalom. Tuko pamoja? Naendelea kumalizia. Nafikiri dakika zangu zimebaki ngapi ndugu nani? Niangalilie kwa sababu singependa kuumiza yoyote. 20. Sawa sawa. Naona sijapotea sana. Kwa hivyo nakimbia nimebakia. Nikasema ya kwamba
Hivyo ndivyo kwa wale watu ambao wamefika miaka 20, wao ndio walistahili kuwekwa ndani ya kutumbukishwa ndani ya maji. Maandiko inasema namna gani katika kitabu cha, kama swali hilo lingine linauliza how, na jawabu yake ni total submission, kuzamishwa ndani ya maji kabisa, full dipping, kuzamishwa kabisa. Maandiko katika kitabu cha Warumi 6 aya ya 3 na ya 4 kinasema hivi, burying in water, kuzikwa kwa ndani ya maji. Haya, hebu tuulizane. Umejua, tumeona maziko ya watu wakizikwa, si ni sawa sawa? Si tumeenda mazishi mara kwa mara? Mtu akizikwa halafu jeneza libakishwe sehemu moja ikae juu, tutasema huyo mtu amezikwa? Shalom, tutasema huyo mtu amezikwa? Lakini wakati tunazika tunahakikisha hati ya kwamba jeneza hilo limefunikwa kabisa. Hivyo ndivyo inastahili. Wakati kitabu hicho cha Warumi kinasema kuzamisha ama burying in water, ni kuweka ndani ya maji kabisa asionekane. Umeona hizo ubatizo, watu wanawekwa na nusu ingine inabaki juu. Huyo kweli amebatizwa kabisa? Shalom. Has he or she been buried? Huyo amezamishwa kabisa. Kwa hivyo tuangalie, tunakuwa waangalifu wakati tunaenda kwa ubatizo. Tunasema huyo hajabatizwa kabisa kama hajazamishwa ndani ya maji. Yohana anasema ati ya kwamba ni to be born, kuzaliwa na maji. Na wakati mtoto anazaliwa, kama mtoto hajazaliwa huwa anaonekana. Shalom, usiniambie hiyo mnafikiria, lakini kwa ukweli haonekani, ila tu tunajua sawa sawa, tunajua kuna mtoto, lakini kabla hajazaliwa haonekani. Kwa hivyo kama ni kuzaliwa, utatoka ndani ya maji. Sasa hili ndilo la kumalizia ambalo ni la muhimu sana. Kwanza hata tuachane na kuandika, tusikizane. Kwanza kuandika, sikiza, kwa sababu hata kushika tu kwa kuelewa ndio ya maana sana. Kuandika ni kwa sababu ya reference. Sawa sawa? Haya, inasema hivi katika kitabu cha Kutoka Exodus 12:44. Ningependa isomwe kwa haraka. Na mwingine ashike kitabu cha Wakolosai 2:11, 12:44 Exodus. Na mwingine ashike kitabu cha Wakolosai asome kwa haraka 2:11-13. Inasema hivi, Exodus 12:44. Lakini mtumishi wa mtu awaye yote aliyenunuliwa kwa fedha, akisha kumtahiri, ndipo hapo atamula Pasaka. Jambo la kwanza ni akishafanyiwa ile tohara, atakubalika kufanya nini? Kula Pasaka. Huo ni wakati ule wa zama zile za wana wa Israeli. Wakati wa Yashua, Paulo anasema nini katika kitabu cha Wakolosai? 11-13. Katika Yashua yeye amefanyiwa tohara isiyofanyiwa kwa mikono kama ile vile ilikuwa ikifanyiwa kwa wana wa Israeli. Sasa kuna tohara nyingine ambao ni wakati wa Yashua. Tohara hilo ambao tumeambiwa na Paulo ile wakati wa Yashua inaendelea kusema nini? Malizia. Kazikwa. Kwa hivyo tohara ni kuzikwa kwa ndani ya nini? Tohara ya siku hii ya leo ni ya
kuzikwa ndani ya nini? Ya maji. Zama zile ilikuwa ikifanyiwa akina nani? Tulisoma ilikuwa ifanyiwe akina nani? Shalom. Nataka vijana mnijibu, ilikuwa ifanyiwe akina nani? Wanaume peke yao? Lakini wakati huo Masihi inawafanyiwa akina nani? Ukisoma katika kitabu cha Wagalatia, soma kitabu cha Wagalatia haraka haraka 3:27 hadi 28. Inafanyiwa akina nani? Wao wa uzao wa Abrahamu. Maana nyinyi nyote. Kwa hivyo wakati huu imepanda ngazi, sio kama vile ilivyokuwa wakati ule wa zamani, ilikuwa ikifanyiwa wanaume peke yao, lakini wakati huu atini endelea. Maana nyinyi nyote ambao mmebatizwa mmemvaa nani? Kwa hivyo siku hii ya leo kubatizwa ndio kumvaa nani? Na haijalishi nina. Kwa hivyo tumejumuishwa zote, kwa sababu maandiko inasema tumekuwa wana wa Ibrahimu. Haijalishi ni mwanaume ama ni mke. Endelea. Hakuna Myahudi wala Myunani. Ni kwa sababu gani imekuwa hapana Myunani wala hapana Myahudi wala Myunani? Watu wa zama zile, watu wenye walikuwa wakifanyiwa tohara walikuwa ni wana wa Israeli peke yao. Ilikuwa tu ni ahadi kwa wana wa Israeli, lakini sasa wekwa kwa kila mmoja wetu, haijalishi ni kabila gani ama gani, lakini yoyote yule akibatizwa kwa jina la Yeshua Mesaya amekuwa ni nani? Ni murithi ama ni mwana wa Abrahamu. Murithi wa kile Abrahamu atakachorithi, hata huyo naye atakirithi. Hiyo ndio sababu reasons, tunasoma reasons for baptism. Sawa sawa. More importantly, ile ya muhimu zaidi, dakika zangu naona zimeishaisha, lakini nataka nimalizia kwa hizi vitabu 2, 3, 4. Hata kama hatutazisoma nitazisema na wewe utaziandika. More importantly, kitabu cha Luka 3 kinasema hivi, forgiveness of sin. Shalom. Sijui tutakariri hiyo. Forgiveness of sin. Hauwezi ukapata msamaha kama haujafanya nini? Kama haujabatizwa, hauwezi ukapata ile ondoleo la dhambi. Kwa hivyo, yoyote yule ambao wako hapa hivi na hajafanyiwa ubatizo, amepata ondoleo la dhambi, bado ana mzigo wake. Ama Waswahili wako wapi? Yaani ametoka coast. Bado ana mkoba wake wa dhambi. Ako hapa lakini mkoba wake uko muongo, kwa sababu hajasamehewa dhambi za. Sio mimi, ni maandiko imesema. Forgiveness of sin. Haujapata ule msamaha wa dhambi. Matthew 3:15 inasema hivi, complete righteousness. Complete righteousness. Tumesema haya ni mambo ya kukariri. Niseme hivyo. Complete righteousness. Hauna haki. Ile haki. Ile haujatimiza hiyo haki hiyo. Ile haki ya kuwa mmasihi. Tulisema ni ndio upate registration ama identity, wewe haujaipata. Kwa hivyo haujapata hiyo. Haujakamilisha ile haki. Shalom. Jina righteousness, wakati moja nilifundishwa hivi. Ukifanya hesabu vizuri ama ukifanya kwa mitihani, ukifanya jambo ulifanye vizuri, linakuwa namna gani? Si unapewa tiki? Unapewa tiki nyingine. So hizo tiki nyingi hizo tutasema
hii ni haki, hii ni haki, hii ni haki, hii ni haki. To complete them, hizo ndio zinaitwa righteousness. Sawa sawa, kutokana na hiyo jina right, 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 righteous. Wokovu ni hatua. Hatua ya kwanza ulipata tick. Hatua ya pili ulipata nini? Another tick. Then the other one you got a two tick. Kwa hivyo zote umepata zile haki, wewe umetenda kulingana na vile ilivyokuwa ikinuiwa ama ikitakikana. Shalom. Jambo lingine ambalo ni la pili kutoka kumalizia, Marko 16:16 inasema hivi, for salvation. Msomi asome. Naona wewe umefika pale. Soma. Marko 16:16 inasema hivi, kubatizwa. Wewe umeamini na umebatizwa, ataokoka. Kwa hivyo wewe kama uko mahali hapa, na ninajua hautatoka hapa, hata kama sio leo, hautatoka hapa kabla ya kufanya nini? Kubatizwa. Aminia na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo kama unatumainia wokovu, uhakikishe umefanya nini? Umebatizwa. Kama haujafanya hilo zoezi, wewe, kwa Kikuyu tunasema wewe ni mwagarania. Wewe ni mtu wa kusindikisha wengine waende. Ni kama vile unakuta watu wanacheza mpira, wengine wanashangilia, wanapiga makofi, na hata wengine wanapiga wengine mateke wakiona goli likifanya nini? Lakini wakati wa kuzawadiwa, ni nani anazawadiwa? Si wewe unarudi makwenu tu, unawacha na wacheza. Kwa hivyo usiwe moja wa wale ambao wanazidikisha wengi. Naona kama saa yangu imemalizika 10 minutes ndio nimeambiwa, na katika hizo 10 minutes ninasoma andiko moja tu peke yake, ambalo ni Yohana 6:54, ambalo linasema namna gani? Zote wakati Yeshua atakuja, tunatumainia nini? Shalom. Kama tumelala mavumbini, tufufuli, tukiwa hai tubadilishwe ili tuweze tukamula. Hakuna yule ambaye atakayemuraki Yeshua kama hali mwili wake. Yeshua akasema hivi, araye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo nitamfufu. Shalom. Huyo nitamfufu. Wewe unakula mwili wa Yeshua. So do you expect to be resurrected? Unatarajia kufufuliwa? Maandiko imeandikwa hivi. Shalom. Maandiko imeandikwa hivi. Kwa hivyo do you expect? Unatarajia kuzawadiwa? Ama wewe hata haukuingia kwa uwanja, ulikuwa unashangilia? Naomba tusiwe watu wa kushangilia, tuwe wacheza, tuingie kwa uwanja. Shalom. Nikimalizia hapo, nitamshukuru Baba, niseme ni asanti kwa ajili ya kunipa masikio dakika ni chache, na tumai kwa sasa ile ambayo tutamalizia naye ni maswali, na ninatumai kuna mmoja wetu ambaye anaandika yale ambayo tumefanya nini. Secretary wetu anaendelea kuandika. So the first question, maswali. Kwa hiyo funzo ambalo nimepeana, pengine ningeuliza maswali. Niulize maswali. Maswali, naongea nangojea maswali. Maswali. Karibu.
Aha. Sauti utangulizi kwa utangulizi ulisema aha, ni kujiandikisha mbinguni. Kulikuwa na watu wawili, mmoja akawa mkono wa kushoto na mwingine akawa mkono wa kulia wa Yashua. Wakati alifanya nini? Aha. Kati ya hawa mmoja wao akamwambia Yashua ati nikumbuke kwa ufalme. Hata kuongezea hayo mambo mengine anapoyasema, yule mwizi alisema ya kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya makosa ye, huyu tumemsurubisha kwa ajili gani? Kwa hivyo yeye alionekana alikuwa na ndani yake alikuwa na kugairi kwa ajili ya dhambi za, alikuwa na ile tunaita toba. Yes, he had repentance in him. Alikuwa na ile mambo ya kugairi ndani yake. Kwa hivyo ndugu yetu anauliza hivi, kwa nini huyu hakuwa registered, ama sio hivyo? Hakuwa registered kwa ni sawa sawa. Shalom. Umesikia swali lenyewe? Ni kana kwamba kwa nini alikubalika kwa nini? Jawabu ambalo pengine ningepeana kwa kirahisi sana. Mimi ndimi mwenye mali. Sawa sawa? Na nimesema kila mtu alime shamba ili apate nini? Kulipwa. Sawa sawa? Halafu mimi mwenye hiyo mali nimeenda nimekuta mtu, nimeamua kumpatia. Wewe una haki ya kuniuliza maswali? Shalom. Tuko pamoja? Tuna haki ya kuuliza Yashua kwa nini alimuahidia uzima wa milele na ili hali hakuwa amebatizwa. Sisi letu the condition yenye tumewekewa, tumeambiwa tunaweza kumjaribu baba wetu, tuseme mimi nitakaa hivyo, sitabatizwa, nikojee kama yule wakati atakuja, saa hizo ndio nitamwambia kweli mimi ni mkose. Is that a good reason for that? Hiyo ni sababu nzuri. Shalom. Pengine kuna majawabu mengine, lakini ukweli ni ya kwamba mwenye ufalme alifanya kulingana na mapenzi yake kwa ule nini. Kwa hiyo kwa huo ufalme yeye ndiye alimualika. Kwa hivyo sisi hatuwezi tukamuuliza Yashua kwa nini alifanya hivyo, lakini kwetu ametuwekea nini? Ametuwekea kazi ama ametupa condition, ni lazima tubati, you must. Hivyo ndivyo Yashua aliambia yule Nicodemus. Swali lingine. Yes. Soma kwa haraka. Na tusiwe sasa tumefika miaka ya kutokuwa na aibu. Tusikuwe watu ati wa aibu. Miaka yetu haituruhusu ati unaogopa. Sio sawa. Sema, kuwa na ujasiri. Be a good decision maker. Be yourself. Nyinyi mmetoka mahali pa wale si mnaona tumechanganyikana. Kwa nini tukatengwa tuje kwa darasa hili? Kwa sababu yani wanajua ya kwamba sisi we are grown ups. Yes, sawa sawa. Ati wale walibatizwa kwa jina la Yeshua. Swali la kwanza, yani jawabu la hilo, wale ambao wamebatizwa kwa congregation kwa kusanyiko lingine wamebatizwa kwa jina la Yeshua.
wakija hapa kwetu haturudii mara ya pili, kwa sababu tutawabatiza kwa jina gani lingine? Shalom. Si ni hilo tu jina la Yeshua. We don't rebaptize. Tufanyi kwa mara ya pili. Kama mtu alikuwa amebatizwa kwa jina la Yeshua na alikuwa amepitia zile ngazi ama hatua ambazo zinastahili, we don't rebaptize. Swali lingine? Yes. Amuka tukuone. La, pingili pingili. Oh, amuka tukuone. Sinasikia watoto wakisema tukuone. Haya, sema. Mtu anataka kubatizwa kama hajafika hiyo miaka 20, kimaandiko, it is disqualified. Si haki. Imeambiwa ati ya kwamba kutoka mwaka wa toka Waisraeli walitumia siku ya 8, siku ya 8 ndio tohara ilianzi. Ili huyu mtu awe registered, mtoto wa miaka 8, siku 8. Yashua alibatizwa akiwa wa siku ngapi? Siku 8. Hiyo ndio ilikuwa tabia, siku 8. Kwa hivyo mikono inaanzia siku hii ya leo. Mtoto anastahili kuwekwa mikono juu yake akiwa kwa siku ngapi? Immediately umezaliwa na imefika wakati huyo mzazi hata huyo mtoto na ana uwezo wa kwenda kwa kusanyiko. Huyo mtoto si anaweza kuwekelewa mikono from that hiyo tender age, hiyo akiwa mtoto kabisa nawekelewa mikono, lakini ile mikono itamshikilia mpaka miaka 19. Hivyo ndivyo tulisema kwa lesson yetu. Akizidi hapo inakuwa nini? Shalom. Inakuwa nini? Amehesabiwa kwenda kwa vita. Kwa hivyo unawezaje kwenda kwa vita kama uko miaka 15 na ukifika huko tena uwawe? Nani wataraumiwa? Si ni wenye kukutuma? Shalom. Kwa hivyo mimi kwangu nasema hivyo, chini ya miaka 19 hauja hata uwezo wa kufanya uamuzi vile inavyostahili. Naweza kuwa kusema umebatizwa na baadaye tena baada ya kuendelea seme sikuwa nimejua. Nani ataraumiwa? Si ni mwenye kukubatiza? Kwa sababu kwanza yeye hakuangalia maandiko ilisema ubatizwe ukiwa wapi. Shalom. Karibu ongezea. Kuna jambo ambalo mwalimu amesema. Nasema nini ni wapi? Mungu anaanza kwa mwanadamu. Mtu anakuwa mdogo mdogo. Ana ile maarifa. Anaweza kuamua na amue ni mbaya. Ni maana maandiko yanasema mtoto anakuwa mkono kuanzia ndio mpaka miaka 10 na ngapi? 19. Sasa ndio sasa ndio ambao Mungu anataka saizi. Ndio ambao unaweza fanya nini? Unaweza fanya maamuzi. Tasema jambo zuri sana. Hata sasa hivi sio lazima usimamie na nani? Na mzazi. Na mambo mengine unaweza kufanyia mwenyewe. Kwa hiyo miaka 20 kwa ndio maandiko yanasema mimi nilibatizwa nikiwa mtoto kwa sababu hauko kufanya maamuzi nini? Mazuri. Na nani atakupatiza na hiyo miaka na kufanya nini? Mkawa na uamuzi wa msichana moja ambaye alifanya vizuri sana. Nasoma hiyo katika maandiko. Akafanya mambo mazuri sana, akamuibia alipomuibia yule mfalme. Maamuzi yenye alifanywa kwa sababu yeye ni nini? Ile uamuzi ilitoka. Alienda kuomba uamuzi kwa nani? Kwa mtu ambaye alikuwa na
kinyongo na mwingi. Alipoomba yale mashauri, alishauriwa namna gani? Aletewe kichwa cha Yohana. Ule uamuzi ulikuwa ni mzuri. Kwa hivyo katika uamuzi, katika kubatizwa, nastahili kuwa mahali wewe mwenyewe una uamuzi mzuri, wewe unaweza kujiamulia. Natumai mnaendelea kuandika haya maswali kwa sababu tutaulizwa.